Wanaitwa A-View Original Series. Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipotulia kwa sasa, karibu zaidi katika idara za Good Things Production. Another day, another time, the real deal himself tunakamua. Hatua ni ya 10 Bad Boys vs Crazy Girls. Namna hiyo tamthilia hii unaweza kuipata kwa Mr. Babu Ha, anayepatikana skuli ya Mfenesini pale kama ada. Ukifika kwake CDMT zinapatikana miendelezo ya kila wiki. Ukiwa una harusi yako au una happy birthday, unahitaji picha kwa ajili ya kuweka kumbukumbu pamoja na video, basi huduma kama hizo kwa Mr. Babu Ha zinapatikana. Tufuatiliane katika mitandao ya kijamii. YouTube ni Mr. Mbega Official, TikTok ni Mr. Mbega. Kama ada, karibuni wapenzi watazamaji. Moja kwa moja, mpenzi mfuatiliaji wa Bad Boys vs Crazy Girls, anaita Jen. Rema ndo hivyo kamvuruga kweli kweli. Sasa ndo useme kuwa mimi naumwa jamani ana. Hii hajapenda kweli kweli. Madam Kasika mpatia madawa kibao. Alisema vile kwa ajili ya kumtetea Kate ambaye almanusura akamatwe wakati ameingia katika ofisi za principal. Lakini kweli Jen unaumwa bwana. Si umeachwa? Moyo umevunjika kweli kweli. Amesalitiwa. Alikuwa akitumiwa tu, jamaa anahitaji fedha kutoka kwa binti. Tapi akhirnya ketiduran sih bener. Sasa ni muda wake wa kuigiza kwa analala tu. Oh ya. Amepata chance. Gimana jadi? Amepata nafasi kweli kweli. Haya Kate, simu yako iko wapi? Anaulizwa. Simu yake hii hapa. Amefanikiwa kuikomboa. Sio kanibia wateja wangu lakini usijali. He only for my boyfriend. Yani kwa ajili tu ya mshikaji wake. Boyfriend wake, kipenzi chake. Akimtazama Jane amekaa dorodoro. Jangan sedih terus. Moyo wake umepasuka vibaya mno kwa kile ambacho amekifanya Rema. Sasa anataka kumchangamsha kwa ajili ya kumfanyia makeup. Namna hiyo ampambe, angare, asikae dorodoro bwana. Hiyo ni idea ya Kate ya kumchangamsha. Hakuwa mwingine tena bali ni Jane. Tante nanti kayak gimana kayak tante daripada pucat kayak gini. Tulia wewe, upambwe. Awe mrimbwende. Anawirika kweli kweli, apendeze vibaya mno. Basi Kate anaianza kazi. Huenda kipajiki anacho, sio kila wote wanaweza kuwafanyia makeup wenzao. Binti ni noma sana. Wenzake wanashangaa tu. Baada ya hapo anambadilishia na style. Tulimuona katika tamthilia nzuri kweli kweli iliyoitwa Private Bodyguard au mlinzi binafsi. Namna hiyo. Kama hujaitazama ifuatilie. Binti huyo alikuwa rafiki yake na Felicia, moja kati ya kazi nzuri kweli kweli au Feli. Kuna Raga, kuna Jordan na vijana wengine kibao walioshiriki. Moja kati ya kazi nzuri kweli kweli, kazi ambayo the real deal himself on air, DJ Pro aka Mbega. Watu wengi sana walipata kazi zangu kuzifahamu kupitia kazi hiyo ya Private Bodyguard. Noma sana. Mpaka leo bado tunakamua. Iko madukani mwanzo mwisho, mpenzi mtazamaji. Ifuatilie pia uione, uitazame, utaburudika, utaenjoy. Hai. Anajidai huyo. Jamani, sikiliza manukato. Kijana ndo huyu ambaye aliweka ile manukato chini pale. Lakini hakuwa yeye bali ni binti ambaye anaitwa Alexandra, aliangusha kwa bahati mbaya. Sasa kijana ambaye aitwaye Liam akampatia Fiona. Fiona leo kajipulizia, ni my gift hiyo. Kwa hiyo anahisi jamaa ana nafasi kubwa kweli kweli ya kupendwa na Fiona. Ngoja tuone. Watu wanachanganya mambo hapa. Sijui itakuaje. Jamaa anahisi ndio hivyo, Fiona anaanza kumpata muda wote, lakini sio kweli. Fiona akapokea zawadi, anajua imetoka kwa Liam. Hakujua kwa ni yule kijana. Watoto medamshi wamerembuka kweli kweli. Rema anamtazama kwa mara nyingine tena. Demu wake anang'ara. Azam kweli kweli, sikapigwa makeup. Nilikuwa natania tu Rema. Machao hamna kusifia. Mshikaji wao kavurugwa. Hayuko sawa. Liam darasani. Ni shule ya boarding kama kawas. Kijana ndo kwanza amelala. William, hi. Fiona. Ya kadonya. Asante sana kwa zawadi, nimeipenda.
Ni mambo ya kuchanganya mambo. Zawadi ukweli wa mambo haikutoka kwa Liam, bali Alexandra aliangusha kwa bahati mbaya. Sasa Fiona moja kwa moja akili yake inamtuma kwa ile zawadi imetoka kwa Liam. Ngoja tuone. Kate udah bikin geng baru aja. We, Kate ana new gang, si ndio? Di permak juga muka lu. Anashangaa. Sio mmoja tu, bali ni wengi washangao kumwona Kate ana gang jipya au kundi. Tunasema namna hiyo. Selamat pagi anak-anak. Haya, habari za asubuhi class. Kama kawas, good morning ma'am. Wakae, attention. Macho yote ubaoni. Okay? Pelajaran kita mulai. Na somo linaanza, lakini kabla halijaanza naomba wale wote ambao jana hawajafanya homework zangu wapite mbele, na waliofanya homework zangu walete kazi zao. Hatari kweli. Madaftari yakakusanywa. Ayo cepat. Haya, kaeni kimya. Anahesabu madaftari. Amesema ambaye hajafanya homework apite mbele. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Nani ambaye hajaleta daftari huko? Kajiinua yeye mwenye mkono na akupita mbele. Kenapa bandel banget sih? Haimekuwa ajili yamo hujafanya homework, na nimetangazwa kabisa ambaye hajafanya kazi apite mbele. Wewe mbona hujapita mbele? Ini ya. Tabia gani hizo unazozifanya? Jadi gimana, Bu? Sasa ningefanya kitu gani kwa hivi sasa? Keluar. Toka nje, kafanye homework kisha rejea darasani. Alete daftari. Hizo tiketi kweli? Saya pecahin rekor ya, Bu. Asante sana, nimevunja rekodi. Jawab lagi. Yaani huyu nazungumza naye pia anazungumza. Nasema naye pia anasema. Binti simu inaita. Inasumbua kweli kweli mfukoni. Basi mwalimu akaelekea zake ubaoni. Masomo yanaanza na kuendelea. Morning. Unaendeleaje leo baby wangu? Anauliza. Wewe Kate. Kate anaitwa na rafiki yake. Lagi ngapain lo? Sasa ndo unafanya kitu gani? Anamuonesha yuko na simu. Wewe. Jenny ndo punguana wa mapenzi. Wewe acha hizo zako. Siwe hivyo. Wanamjua Jenny ndo Mrs. Malavidavi. Unaweza ukanipigia? Watu hapo katika kipindi wanasoma. Baby anaomba apigiwe. Sasa atafanya kitu gani? Permisi, madam. Samahani madam. Okay. Naomba niende toilet. Okay. Haruhusiwa. Hakuna toilet, hakuna lolote, anakwenda kuzungumza na simu hiyo. Anakwenda kuongea na simu. Watu wanashangaa tu akiwemo Alexandra. Hey, inakuaje kwaje hii? Anaitwa Liam. Anachungulia. Huyu naye pia anafanya kitu gani? Anamshangaa mwenzake. Yeye mwenyewe baada ya kufanya homework ndio kwanza yuko zake na simu. Hi, babe. Oho, kumekucha na kumepambazuka. Hi baby kama zote. Jana unajua nimekuota Sama dong, aku juga mimpi. Sasa inakuaje, umeota kitu gani jamani? Na pia lini unanitoa hapa? Anaulizia, amechoka kweli. It is too long. Soon baby, usijali bwana. Banget ide buat bebasin kamu. Anapanga plan namna gani ya kumfanya free. Ni plani gani ambayo umeiandaa? Fase paling penting. Jambo la mwanzo kwanza na msingi, anafanya research namna gani ya kumtoa huko nje. Tafiti zifanyike kweli. Amtumie picha za shule yao jinsi ilivyo, namna gani ya kuescape kama Sobibo vile. Namna hiyo, na kisha ukishanitumia hizo picha ndio nitajua. Baby bado hujafanya mpango bwana, unaniongopea. Aku belum punya rencana. Ya, ni kweli umenikamata Udah pokoknya kamu jangan khawatir. Lakini usio na wasiwasi. Aku bakal bebas. Nitumie picha kama nilivyokuambia. Picha ndio zitaleta mpango kamili. Baby fanya haraka bwana. Usijali, hivi muda sio mrefu utatoka katika hiyo shule ya boarding. Kirim secepatnya ya. Basi sawa. Hivi muda sio mrefu nitakutumia. Love you baby. Bye. Jamali kwa bado hajafanya plani ya kumtoa binti, bado hajaifanyia mikakati. Liam na pia anampigia simu baby wake. Hatari kweli. Halo sayang.
Hello baby. Aduh, akhirnya kamu angkat telepon. Hatimaye umepokea simu yangu. Vipi? Kamu. Usinifikirie vibaya bwana, kile ambacho kimefanyika jana usiku. Kumbuka jana usiku simu ya Katie pia iliingiliana katika maongezi. Hanya ikutin kamu semalam. Nani alikuwa anakufuata mpaka usiku ule? Dia sama-sama nyari. Tulikuwa wawili tunatafuta simu bwana. Menelpon cowoknya. Naye pia akampigia boyfriend wake, kwa hiyo Crazy, really. I miss you like crazy, really. Sini dong. Sasa kama umenimisi mbona hauji? Kesho ni birthday yangu na inakuaje uko mbali na mimi? Baby, don't worry bwana. Nita celebrate birthday yako nakuja. Basi ngoja kuna mtu anakuja. Naam, na simu ikafichwa chap kwa haraka. Kuna mtu anakuja. Ni mwendo wa kuzuga tu kwenda mbele, sio mchezo. Hatari kweli. Liam amemalizana na bibi wake na amemwahidi kwa kesho kwenye birthday yake atakuja. Wakati huo sana muona anaitwa Kate, mbaya wake. Ngoja kwanza anamnyatia. Oho, simu inapofichwa wewe Liamwe. Kate ana mission. Boyfriend wake kamwambia amtumie picha za mazingira. Mission ianze namna gani ya kumtorosha katika shule ya boarding. Liam anamnyatia kuweza kujua anafanya kitu gani. Mdogo anamchunguza. Binti ana habari kuwa anafuatiliwa. Yeye anaendelea na mishemishe zake. Chap kwa haraka. Twanga foto. Tunasema piga picha. Kama hivyo mpenzi mtazamaji tunavyoona. Oh, mlinzi. Badrun. Sasa nakuaje Badrun? Yaani muda wote ni mimi tu ndo nahangaika na mageti. Jamani mlalavi kweli. Mwenzake. Binti baada ya kuona haonekani na mlinzi, kazi inaendelea. Jamaa hama position. Anamfuatilia binti kipi akifanyacho. Namna hiyo. Na hapa mlinzi hayupo, wako huru ya kweli. Uhuru unafanya kazi. Binti anatwanga foto, piga picha namna hiyo. Akamtumia bibi wake namna gani ya kumtorosha katika hii shule. Sio mchezo. Anaitwa Michael. Akiwa zake amelala zake hapa. Kate yuko zake online na picha amemtumia. Namna hiyo. Jamaa kakurupuka. Kashtuka kweli. Anatazama na kuziangalia, kisha mission itaendelea. Bwana, pia na mimi nakuomba tukutane katika hatua inayofuata ya 11 ili tuweze kujua kipi ambacho kinakwenda kutokezea ndani ya Bad Boys vs Crazy Girls. Namna hiyo sambamba zaidi na The Real Deal Pro kama kawas fresh no. Ways cars. Beberapa